Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo ni Jumaa karimu, na pia kuna wale ambao iko saumu makbul, wale ambao wamefunga siku nyeupe tarehe 13, 14, 15. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe pepo ya wale wa kufunga. Alafu kitu nataka kuongea juu ya umbwa upande wa Uislamu. Unajua wale ambao si Waislamu wajui Waislamu vizuri, kazi yao ni kupayuka tu. Hata hizo vitabu ziko online hawasomi, wanakuja tu na matusi zao na kijeli zao. Unajua kwa Uislamu kuna mwanamke aliingia peponi kwa sababu kupea umbwa maji. Aliingia peponi kupea umbwa maji, umbwa ambao ni najis. Aliingia peponi kupea umbwa maji kwa sababu umbwa alikuwa anataka kukufa, akamsaidia na maji, akamwokoa. Hata unaweza ingiana peponi kupea nguruwe maji ukimsaidia kwa nia ya sadaka, lakini hiyo nani Muslim wajui hizo. Anajua tu Waislamu walisema umbwa na haramu, wanaenda nao hivyo. Nikimalizia nikisema hivi, shukuru Mwenyezi Mungu wewe ni Muislamu. Narudia tena, shukuru Mwenyezi Mungu wewe ni Muislamu. Wewe umesema na Muislamu ambaye anakojoa akisimama, anaenda ukuta yoyote, anaweka makojoa yake, anatoka hapo. Muislamu ambaye anakojoa kwa ukuta, anajaa kwa miti. Umeona Muislamu na kanzo yake amekunja, anakojoa kwa miti, anakojoa kwa ukuta ya mtu fulani. Why? Kwa sababu sisi tumefundishwa usafi. Usafi ni muhimu sana. Tumefundishwa usafi ni muhimu sana upande wa Uislamu. Huwezi pata Muislamu hapo kwa barabara anasimama anakojoa chororo, makojoa na mwagika kwa nguo yake, makojoa narudi kwa suruali. Umeshaona hiyo? Umeshaona hiyo? Huwezi ona Muislamu mtu na ndevu zake na kanzu zake, Muislamu real. Wachana wale Waislamu feki, wachana wale Waislamu ponoko, wachana wale Waislamu jina, wachana wale Waislamu pilau, wachana wale Waislamu Ramadhan, wachana wale Waislamu harusi, wachana wale Waislamu pilau, wachana wale Waislamu sijui aina gani. Muislamu mwenyewe original Muislamu al-Muslim, al-Muslim ya ukweli kabisa. Mmesaona na kanzo yake amekunja, yani anakojoa kwa ukuta. Anakojoa kwa ukuta. Uliona wapi? Au ulisikia wapi? Ni kitu ambayo haiko na hutapata. Hani sisi mtume wetu hakuna kitu aliwacha. Mtume wetu alikufundisha sisi mpaka kuenda choo. Sio vile nyinyi mnafundisha watoto wenu kwenda choo. Mtume wetu hakuna chochote aliwacha kukosa kufundisha Waislamu. Alifundisha Muislamu kwenda choo. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mtume alikufundisha namna unasafisha ukienda choo. Unachuma aje, unasafisha aje, na mkono gani na vipi kwenda choo. Unaingia choo vipi, unatoka choo vipi, ni nini unasema ukiingia choo, ni nini unasema ukitoka kwa choo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha pia bila hata kulala na bibi. Asikia wengine wanaongea juu ya ngono tu, ni sex, fanya stelili, fanya nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha hizo zote sisi Waislamu na tuko nazo. Hizo zote Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sisi. Hakuna kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha. Ni watu ndio hataki kufanya nini? Kufuata.
Watu ndio hataki kufuata. Mtume alitufundisha kila kitu. Hakuna kitu mtume aliwacha. Hakuna kitu mtume sallallahu alaihi wasallam aliwacha. Alitufundisha kila kitu. Nione tu Waislamu kichwa ngumu, Waislamu fake wataki kufuata hizo vitu. Unajua kuna vitu basic wewe Muislamu huwezi, ufai kuacha kufuata. Kuna vitu Islamu basic wewe Muislamu ufai kuacha kabisa. Ufai kuacha. Kama usafi ya mwili ufai kuacha kabisa. Ufai kuacha kabisa. Kama ibada ufai kuacha kabisa. Kama akhlaq, tabia, lazima ukuwe na tabia mzuri. Mtume sallallahu alaihi alifundisha zote. Mtume alifundisha bila unaoa, bila una divorce. Zote amefundisha. Bila unakula, bila unalala, bila unamuka, bila unafanya biashara, bila unatembea, bila unaishi na watu, bila unakosana na watu. Zote ilifundisha Mtume.